Leo tarehe 1 Disemba mwaka 2025, kesi ya ardhi namba 6075 ya mwaka 2025 kati ya Kanali Naftali Swai na wenzake 49 dhidi ya Ashuru na wenzake watano imeitwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania Divisheni ya Ardhi Dar es Salaam mbele ya Mheshimiwa Jaji Mohamed Gwae. Kesi hiyo imeitwa leo mahususi kwa ajili ya kuja kutolewa uamuzi mdogo ambao ulifuatia mapingamizi ya awali yaliyowekwa na wadaiwa, kwa maana ya Ashuru na wenzake. Walikuwa wameweka mapingamizi matano ambayo miongoni mwao pingamizi la kwanza lilihusu mamlaka ya Mahakama Kuu ya Tanzania Divisheni ya Ardhi kusikiliza kesi hii ambayo iko mahakamani. Lakini katika kutoa uamuzi wake, Mahakama Kuu ya Tanzania Divisheni ya Ardhi imekubaliana na hoja za wadai kupitia wakili wao Peter Michael Madeleka kwamba Mahakama Kuu ya Tanzania Divisheni ya Ardhi inayo mamlaka ya kusikiliza kesi yoyote kutokana na mamlaka ya Mahakama Kuu yanayotokana na ibara ya 108 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mahakama ikasema kwamba mahakama, kwa kuwa inaundwa na katiba na mamlaka yake hayana ukomo, ni sahihi kwa mtu yoyote kuja mahakamani kuleta malalamiko yake au madai yake dhidi ya mtu yoyote, na malalamiko hayo yakasikilizwa na kutolewa maamuzi. Kwa hiyo pingamizi hilo kuhusu mamlaka ya Mahakama Kuu limekataliwa na Mahakama Kuu leo. Lakini mahakama imetoa kibali cha kwenda kurekebisha baadhi ya kasoro ambazo ni za kiufundi na hazimalizi kesi, kasoro ambazo zilikuwa zinahusiana na swala la utiaji saini kwenye hati ya madai. Ikumbukwe kwenye hati ya madai wadai hawakuweka saini zao kwenye ile hati, na badala yake saini iliyowekwa ni ya wakili wao pekee Peter Madeleka. Kwa hiyo Mheshimiwa Jaji amesema ili kuondoa mkanganyiko wa kumbukumbu, ni vizuri wadai wakaenda kubadilisha hati ya madai na kuweka saini zao. Kesi imepangwa kusikilizwa kwa ajili ya kongamano la kwanza, kwa Kiingereza wanaita First Pre-Trial Conference, siku ya tarehe 12 ya mwezi wa pili mwaka 2026 saa 4:30 asubuhi. Lakini itakumbukwa kwamba shauri hili linahusisha wadai ambao walikuwa ni wafanyabiashara katika jengo lililoporomoka pale Kariakoo mwishoni mwa mwaka 2024. Wafanyabiashara hawa ambao kama nilivyosema hapo awali kwa idadi wako 50, wakiongozwa na Kanali Naftali Swai ambaye ndio mdai namba 1 kwenye shauri hili, wakiwalalamikia wamiliki wa jengo ambao ni Ashuru na wenzake 6. Kwa hiyo mahakama itakwenda kusikiliza madai hayo ambao kimsingi wadai wanadai fidia ya takribani shilingi bilioni 40 kutokana na hasara ambayo wameipata kwa wao kunyimwa fursa ya kutumia jengo ambalo walistahili kuendelea kulitumia mpaka sasa kwa shughuli mbalimbali za kibiashara kama ambavyo mkataba wao wa upangaji ulivyokuwa unasema. Sisi kwa sehemu kubwa tuseme tunamshukuru Mungu, so akili zetu wala uweza wetu kwa ajili ya mapingamizi yao ambayo yalikuwa yamewekwa kutupwa. Ninasimama na neno ambalo liko kwenye Biblia baada ya Hamani kuitwa kwa mfalme na Esther kueleza kwa Hamani amewashtaki wana wa Wayahudi kuwa wote wanatakiwa kunyongwa. Aliporudi kwa mke wake alimwambia akasema, ikiwa hao waliokushtaki ni Wayahudi, kama ni kuanguka utaanguka tu. Ninasisitiza hili neno. Inawezekana walitaja magari na farasi, tumeendelea kumtaja Mungu na hatutaacha kumtaja Mungu. Tunategemea Mungu atakuwa msaada hadi mbeleni. Mungu atatupa ushindi. Tunamtumaini Mungu kupita kawaida. Ni kweli tumepoteza mali, tumepoteza nafasi za kufanyia kazi, ndugu zetu wamepoteza uhai. Tuna watoto wetu wengi waliopoteza uhai, waliopoteza viungo. Lakini tunategemea neema ya Mungu. Acha wataje magari na farasi, sisi tutaendelea kumtaja Mungu, na Mungu tunaamini ni mtetezi wetu aliyetufikisha hapa leo, atatufikisha mpaka ukamilifu wa dahari. Asante.